Naam, karibu tena kwa makala yangu ya recovering from alcoholism. Kwa majina naitwa Juma Jared ama JJ. Leo hii nimeamua kuandalia makala maisha yangu vile nimepitia na vile Mungu amekuwa akinisaidia bila mimi kujua ni Mungu. Pengine nilikuwa nafikiria ni ushujaa wangu, lakini nimekuja kugundua leo hii ni Mungu. Mjuavyo, katika vyumba vya vileo vurugu hutokea mara kwa mara, chupa zinarushwa, watu wanarimana mangumi, maglasi zinarushwa, wengine wanapigana hadi wanadungana visu. Kunakuwa na migogoro mbalimbali ya kutolipa deni, migogoro ya kung'ang'ania wanawake katika vilabu, migogoro ya kupigana kwa mambo mbalimbali hata yengine hayana msingi. Basi leo ikiwa ni siku yangu, naenda kumaliza siku ya 5 leo. Kesho nafikiri naanza siku ya 6 tangu nianze safari yangu ya kukomesha kulewa kwa maisha yangu. Jana karibu nikutane na jaribio kubwa sana, lakini niliweza kuliepuka na nashukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo miaka 18 ama zaidi ambao nimekunywa pombe, hakuna kitu sijaona kwa hizi nyumba za kuuza pombe. Nimeona watu wengi sana wakifa. Wengi sana, wengi hata wengine siwezi kumbuka. Yaani wengi hata wengine siwezi sahau. Watu wamekufa kwa njia mingi katika sehemu za kunywea pombe. Wengine wamekufa kwa kukosa chakula, wanakunywa pombe kupitilizia kiasi. Akienda kulala kwake, kesho tukienda katika kikao chetu tunaambiwa, fulani tulikuwa na yeye jana, amepatikana chumbani amekufa. Chanzo njaa ama alikunywa zaidi. Tunasema mbona mkuli, tunasahau kwamba sisi pia tuko kama yeye tu, ila sasa hatuwezi jiona, manake sasa tuko katika kiatu moja na yeye. Ni ile tu yeye amepumzika. Mara unasikia fulani jana alienda akapigwa na bwana yake, ako hospitali. Mara bibi alimchoma na maji moto mumewe akija kilewa. Mara alikuwa anavuka barabara kagongwa na gari, alikuwa mrefi. Mara walichokoshana na vijana wengine wakafurutana hapo nje, vijana hao wakamdunga kisu wakatoroka. Marafiki wengi sana wamepoteza uhai nikiwaangalia. Watu wamewekwa maharama katika nyuso zao, katika miili yao, wamevunjwa miguu, mikono, vichwa vina maharama chungu nzima ya machupa ya nini, wakipiwa na wanawake wauzaji wa vilabu. Kataa kulipa pesa yake, anachukua chupa ya pia anakuwekelea ya kichwa, anakuumiza. Hayo yote nashukuru Mungu hajawahi kunipata. Kitu ya kwanza nilikuwa muoga. Mimi nilikuwa muoga number 1. Vita ikianza dakika moja nimekanyaga nje. Sikuwa nataka hiyo mchezo. Kuna siku nilijaribu kujihusisha katika kutenganisha, niliishia kuenda hospitali. Niligongwa ngumi ya pua. Mwanangu nilishindwa kupumua takriban siku 3. Walinigonga pua wakapasua sehemu hii ya ndani. Nikashindwa kupumua. Nilikuwa nikiinua pua hivi ndio hewa ipite. Tangu siku hiyo vita ikakuwa ni adui na mimi. Nikisikia wameanza kidogo kidogo, naona karibu waingie finali, mimi tayari nimepiga flash, nimekanyaga nje, ama nimechukua glasi yangu teketeke, nimejificha kwa ile kona penye hawatanifikia. Lakini hiyo sio furaha yangu kufanya hayo yote. Hiyo ilikuwa ni utumwa
wa kunywa pombe. Najua matatizo yale walevi wanapitia, watumiaji vileo na watumiaji madawa ya kulevya mbalimbali wanayoyapitia. Tushukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi unayenisikiliza, kama wewe ni mkunywaji wa pombe ama mlevi, kwa sababu ya uhai aliyokupa na kukulinda na kukutunza, haujaumia ama haujapata kuiaga dunia kwa sababu ya zile tabu tunapitia katika vyumba vya kulewa. Na kama kweli unapenda familia yako na unajipenda, ili jambo linaweza likakuguza, ukamrudia Mungu, ukamuomba msamaha na aweze kukusamehe, kwa sababu Mungu wetu ni wa kusamehe. Mungu wetu ni wa kusamehe, sio mwepesi wa hasira tunavyomchukulia. Mungu wetu si mwepesi wa hasira kabisa. Anasamehe. Hata ukimuomba msamaha leo, ukosee jioni, kesho muombe tena atakusamehe. Ni nini najaribu kumaanisha hapa? Namaanisha hivi. Ukiona umekunywa pombe kwa muda zaidi ya mwaka ama miaka, na bado Mungu amekutunza, uko na familia yako, uko na watu wako, uko na afya yako, kazini unaenda, uko mzima, wewe Mungu anakupenda. Unafaa ukae chini, utafakari jinsi utakavyomrudia Mwenyezi Mungu. Umkimbilie Baba Mwenyezi Mungu aliye mbinguni. Huyo ndio kimbilio letu aliyebaki duniani. Mandugu watatuacha, wazazi watatuacha, marafiki, majirani watatucheka, tukifungiwa nyumba kwa sababu tumekunywa pesa yote kwa baa, lakini Mungu aliye hai hawezi tuacha katu. Kwa hivyo ndugu zangu wote ambao mnanisikiliza, hili jambo unaweza ukalichukulia chepesi, lakini hili ni jambo nzito sana. Tutazame watoto wetu ambao wanatuangalia. Sisi ndio mfano kwao. Tunawapa mfano upi katika kuwalea? Walevi wana aibu mingi mbalimbali. Walevi wanaweza kuzungumza maneno ambayo sio heshima mbele ya familia ama mbele ya watoto, bila kuogopa, kwa sababu hawako wao. Kile walichokitumia kimedhuru akili zao, sasa hawafikiri kama hao. Lakini hila tukiamukanga kesho yake huwa tunachutia sana. Lakini kwa sababu ya aibu ile tulifanya jana, unapotea tena, unarudi kuongeza pombe, kupoteza ile aibu ya jana. Kufikiria ni suluhisho, unaenda kutafuta tena, ukilewa tena, ukirudi jioni tena unakuja unapiga mkeo. Tena kesho hiyo ingine nafuata tena, juu ya aibu kwa watoto, umepiga mama yao, ameumia, amefura macho, tena unatoka unasema wacha nijifiche huko tena nikalewe nitoe stress. Tena unaenda unalewa, tena unakutana na wakwe zako, wanakuuliza kwa nini ulipiga dada yetu, mashemeji, unaanza kuwatukana pia. Makosa yanaendelea kukusanyika, kuongezeka kila kuchao, mradi tu tunakunywa pombe. Hakuna siku suluhisho tapatikana. Na hakika mimi nina tajriba hiyo, na nakuhakikishia wewe mlevi mwenzangu, pombe haitoangi kumbe stress, haitoangi, inaongeza. Kwa mfano hiyo nimekupea. Ile makosa ya kwanza ulifanya, kuongea matusi mbele ya watoto, kama ungewacha siku hiyo kunywa pombe, ungewaomba msamaha, yakaisha hayo, na mkaendelea na maisha yenu vizuri tu bila wasiwasi wowote, na hata ukamrudia Mungu, kaenda kanisani pamoja na familia yako. Lakini kwa sababu ya aibu, nataka kuficha aibu, unaenda kutoa stress,
unaenda unaongezea, jioni unakuja tena unapiga mama yao, unaongezea makosa, inakuwa ya pili. Unaona? Tena hiyo siku inayofuatia ukiamuka mkeo amefura macho, tena unaenda kwenye klabu kuondoa stress. Tena ukikunywa ukikutana na mashemeji zako wanakuuliza, kaka, mbona unapiga dada yetu hivyo mpaka bwana macho yamesipika kabisa haoni? Tena unawatukana. Hiyo ni kosa la tatu. Kwa hivyo, yani unaendelea kupandika stress juu ya nyingine mpaka utaishia kupoteza familia yako. Mimi ninachozungumza ni kitu ambacho nimepitia, si kwamba sijapitia. Pombe ina raha yake wakati unaikunywa. Lakini ukiamuka kesho yake, ile kuchuta unachutanga. Mfuko haina hata shilingi. Chakula kwa nyumba hakuna, watoto wanakuangalia wewe, mkeo anakuangalia hana mafuta, hata nywele hajasonga. Madeni ya watu hujalipa. Mshahara uliopata jana umeisha. Ukiangalia tena una wiki nzima upate tena Ijumaa ama Jumamosi, ama kama wewe ni wa mwezi unangojea mwezi mzima. Jiulize, hii si utumwa? Hii sio mateso ambao tunapitia? Na hii ndio furaha ya shetani. Hii ndio furaha ya shetani. Kwa hivyo sisi tukitaka kujiondoa katika hali hii ngumu, wadau na waombeni tuungane pamoja nami. Mimi ninaenda kumaliza wiki moja bila kuonja pombe. Nimeanza safari yangu ya kuacha pombe kwa maisha yangu. Tuungane, tuunde kikundi, tusaidiane kimawazo, kimawaidha. Tuangamize pombe katika jamii. Pombe inaharibu. Hata yule mwenye ana magari barabarani anakunywa pombe, kuna vile inamdhuru. Ile hamwezi sema, ila kipato chake ndio kiko juu, anaweza kumudu kumiliki mali na kunywa. Lakini ukweli ni kwamba pombe ni changamoto katika jamii zetu. Ndio maana nimeanza kampeni ya kukataa pombe. Kampeni ya kukataa pombe. Mimi mwenyewe kwanza nimeikataa. Na wewe mwenzangu mwenye unanisikiliza, tafadhali. Pia wewe naomba uchukue mwelekeo mzuri. Ufanye uamuzi wako. Hata kama wewe ni kijana, hujafikisha umri wa miaka 35 kuendelea kama mimi, unaweza ona bado uko na ujana. Nilianza kama wewe nikiwa na miaka 20 huko 18. Nilikuwa nakunywa mpaka nilikuwa na 15, lakini sasa nikianza kunywa kabisa kama mlevi nilianza nilikuwa na miaka 17. Kwa hivyo hii ndio muda uko nayo kama kijana, kujiweka pamoja, kujichenga. Nimepoteza mimi rasilimali nyingi sana kwa sababu ya kunywa pombe. Na si kujua kama nitakuja kukumbuka haya. Nilikuwa naona pesa nitatengeneza tu. Natengeneza pesa. Pesa zinakuja. Sasa hivi najutia. Pesa ambazo nimepoteza katika pombe, kununulia marafiki, kukunywa, kupoteza, kupeana ovyo, ni pesa mingi sana. Ni mingi kabisa. Naweza pea mtu aseme afanyi kazi tena, ametosheka na maisha. Lakini leo hii bado naendelea kutafuta. Sasa hii ndio ninatoka kwa usingizi wa pono. Nilikuwa nimelala usingizi mzito, nimeamka, lakini naomba Mungu bado mapema. Miaka yangu ambayo
nilipoteza kwa kuliwa na nzige, Mungu atanirejeshea. Nikiwa mwaminifu kwake, nifuate nyayo zake. Najua Bwana ni nuru ya maisha yangu. Najua nitashinda na atanishindania. Basi ni asante. Hii ni awamu yangu ya 3 na namshukuru Mungu. Nitaendelea kuwapa makala mengine. Tusaidiane kuelimishana jinsi ya kuiacha pombe. Muwe na wakati mwema. Tukutane tena kwa wakati mwingine. Asanteni sana.